Tabasamu la Majizo furaha imezidi kuwa kubwa sana baada ya mke wake ambaye ni Lulu kuja kuweka mambo yote public kwamba anafurahia, anasherehekea miaka 5 ya kuwa kwenye ndoa pamoja na Majizo. Katika miaka 5 ambao wameendelea kuishi mpaka sasa hivi, Lulu anafurahia sana kuwepo kwa Majizo ama kuletewa mwanaume kama yeye. Anadai kwamba ni mwanaume wa kipekee sana ambaye ameweza kupata bahati ya kuwa naye. Lulu ameendelea kufurahia ama ameendelea kusherehekea miaka yake 5 ambayo alikuwa anaazimisha mwenyewe, anajipa maua yeye mwenyewe kwamba anafurahia kuwepo kwenye ndoa na Majizo, na anafurahia kwa sababu kwamba kila siku endayo kwa Mungu bado anaendelea kujiona kwamba yeye ni mdogo licha ya kuwa kwamba ana miaka 30. Matunzo ambayo anayapata ni makubwa sana, na mpaka sasa hivi ambapo wapo kwenye miaka 5 ambayo wametimiza miaka 5 kwenye ndoa na wameweza kufanikiwa kuweza kupata watoto wawili, licha ya kwamba Majizo ana watoto wengine nje ya ndoa, lakini Majizo amekuwa akionyesha upendo mkubwa sana kwa huyu mwanadada. Sasa Lulu amekuja kuweka mambo haya wazi na amekuja kuweka kabisa public, hakutaka kuficha upendo wake. Furaha yake kaamua kuishare kila mtu aweze kuiona. Anadai kwamba hii hapa ni nukuu moja ambayo tunanukuu kutoka kwa Lulu akifurahia. Anadai kwamba anaomba aweze kumpumzisha kwa sasa hivi, aweze kupumzika, lakini pia kitu ambacho anafurahia ni kuona kwamba kila siku endayo kwa Mungu ni kama anajiona umri wake hauendi wala hausogei kutokana na muonekano alionao. Kwa sasa hivi ana miaka zaidi ya 30 Lulu, lakini pia ana watoto wawili. Muonekano wake ukimwangalia unaweza kadhani kwamba ni mwanadada mwenye umri wa miaka 25, miaka 26. Huwezi kumzania kama ni mwanadada ambaye ana umri wa miaka 30. Tangia Majizo amekuwa naye kwa sasa hivi ni furaha kubwa ambayo anadai anaipata, lakini Majizo licha ya kuwa kwamba ana watoto nje ya ndoa, lakini amekuwa akimheshimu sana mke wake. Hajawahi kumuonyesha dharau yoyote wala hatujawahi kupata skendo yoyote mbaya ambayo wamekuja kuiweka public na mambo mengine yakaongelewa. Huenda kama wanagombana au kama kuna kitu chochote ambacho wanakutana nacho, basi wanakimaliza kimya kimya, lakini kuna kitu cha kujifunza hapa kutoka kwa Majizo na watu kadhaa waweze kujifunza kutokana na mahusiano jinsi ambavyo anaendelea kuyaendesha. Ikumbuka kwamba huyu mwanadada pia ni mwanamitindo, lakini pia ni mwigizaji maarufu sana kutokea hapa nchini Tanzania, kwa maana tangia kipindi hicho ameingia kwenye game la Bongo Movie alikuwa na uwezo wa kujikimu kimaisha. Kuna maisha ambayo alikuwa angeweza kuyaishi kama star, lakini pia nafasi ambayo alikuwa nayo ni kubwa sana. Lakini Majizo amekuja kuunganisha nguvu na kuendelea kumpa furaha huyu mwanadada. Kabla sijaendelea, naomba nitumie dakika 5 hizi kukuomba kwamba usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, lakini usisahau ku like video hii hapo, usisahau ku comment katika uwanja wa comment hapo kutokana na mtazamo wako. Je, unaonaje mtazamo wako kuendelea kwamba Lulu anaendelea kufurahia matunda yake kwa maana ameweza kupata mtu ambaye aliye sahihi? Sasa huenda ikawa ni nyakati nyingine tena kwamba wanahitaji waweze kuleta mtu mwingine ama waweze kuleta star mwingine ama waweze kuleta mtu mwingine ambaye atakuwa na faida katika duniani hapa, kwa maana nazungumzia waweze kupata mtoto mwingine ambaye kila mtu mmoja atamfahamu kutokana na vitu ambavyo watakuja kuvifanya hao watoto wa Majizo, au kama watakuja kuendeleza kupitia rekodi ya baba yao kwamba alikuwa ni nani katika game ama katika tasnia hii hapa. Ana mchango mkubwa sana Majizo. Ikumbukwe kwamba ametokea katika upande wa DJ, lakini kutoka katika upande wa DJ mpaka kujipata na akafungua redio. Licha kufungua redio, pia ana television, kwa maana ana TV ambayo inazidi kuchukua nafasi kubwa sana na inafanya poa sana katika East Africa. Ukitaja TV 3 huwezi kuiacha kuitaja hii TV ya Majizo ambayo inafanya vyema zaidi. Je, una maoni gani kuhusiana na huyu mwanadada ambaye ni Lulu? Kuna kitu gani ambacho wanabidi waweze kujifunza watu wengine? Huenda kwa mtu mwingine ambaye mashabiki wanamtabilia akafanya vizuri zaidi ni Harmonize, kutokana na kwamba upendo ambao wanazidi kuonyesha Harmonize pamoja na Kajala. Wadau ama watu ama mashabiki kadhaa wanadai kuenda kwamba
nafasi ambayo ameweza kuishikilia Lulu, huenda Kajala naye akaipata hii nafasi kutoka kwa Harmonize. Lakini pia tumeweza kuona Billnass na Nandy wameweza kudumu katika mahusiano yao, kwa maana wameweza kujiimarisha vyema zaidi, tofauti na watu ambavyo walikuwa wanadhania. Billnass na Nandy, kumbuka kwamba kuna video ambazo ziliweza kuvuja na watu wakadai kwamba hizi video chafu huenda ikawa ndo mwisho wao, kwa maana ziliweza kusambaa Tanzania nzima na tayari wao walikuwa wameshakuwa public figure, kwa maana wameshakuwa watu famous, kila mtu mmoja anawajua. Na hisi hata wazazi wao waliziona zile video na zile picha ambazo Billnass alikuwa akifanya kile kitendo na Nandy, kitendo ambacho sio cha kiungwana kabisa, ni kitendo ambacho kina maadili mabovu, lakini wameendelea kusimama pamoja, wameendelea kuimarisha nguzo yao ya mapenzi na maisha yao yanaendelea vyema zaidi, bado wanaendelea kujipa surprise. Hii hapa Lulu kaja kuweka baada ya Valentine kupita, kwa maana ameweza kuonyesha upendo wa hali ya juu. Sasa baada ya Valentine kupita, kaja kuweka hisia zake hadharani, ama kaja kuweka mambo yake public. Hajataka tena kuficha kwamba ana upendo gani mkubwa juu ya Majizo, na bado anaendelea kufurahia kwenye miaka hiyo mitano. Kama tunaenda kumaliza na huu mwaka, basi tunaenda kuwa mwaka wa 6, na sisi tunazidi kuombea kwamba waendelee kudumu na waendelee kuimarisha nguzo zao za mahusiano katika maisha ya kila siku ambayo tunaishi, ili mambo mengine yaweze kwenda vyema zaidi. Wengine waga tunapenda kuona kwamba watu wakiwa kwenye furaha ya aina hii. Pia tunatamani na sisi kwamba tuje tuweze kusimama katika nafasi hizi ambazo wameweza kusimama watu wengine, licha ya kwamba kutolingana kipato, lakini tunatamani tuje tustiki na sisi tuwe watu wa kuigwa, kwamba mfano tuzungumziwe. Una maoni gani? Tena narudia kwamba achia comment katika uwanja wa comment kutokana na mtazamo wako. Mimi nakuacha na video hii hapa, tuweze kukutana next video, tujue kwamba Majizo amekuja kujibu kitu gani.